Andaa tofali 1400, bati 20 za futi 10 na mbao za kench 70 kukamilisha jengo la namna hii hapa. Na pia unaweza kuandaa kitu na ukakikamilisha kwa gharama ndogo. Mipango tu ndio ambayo inahitajika hapo, na kila kitu unatakiwa kuhakikisha kwamba kinaenda vile ambavyo unataka. Hakikisha wewe ndio unakuwa msimamizi mkuu wa ujenzi wako, na kila kitu utakisimamia na utaona kinaenda vipi, na gharama utazipunguza kwa asilimia kubwa. Hili ni jengo lenye jumla ya vyumba viwili vya kulala, chumba kimoja ni self, chumba kimoja ni single, sebule, jiko pamoja na choo cha public. Ikikamilisha jengo lenye upana wa mita 7.6 na urefu wa mita 7.6. Ni jengo ambalo limekaa square, liko namna ambavyo umeweza kulitazama kwenye picha ya utangulizi, lakini huko mbeleni nitakuonyesha picha nyingi zaidi na uweze kuenjoy na kulifurahia zaidi. Kumbuka hii ni hidden roof, na mpangilio wake tumeweza kupangilia katika namna ambayo isilete mkanganyiko wa kupaua. Kumbuka majengo haya huwa yana matatizo ya kuvuja pale ambapo kutatokea shida kwenye upauaji. Kwa hiyo hili ndio jambo ambalo naweza nikalizungumza hapa na ukalizingatia. Wengi wamekuwa wakichukua majengo haya au wakiyachukulia majengo haya kama majengo ya gharama ndogo au majengo ya kusave budget. Hapana tena. Majengo haya sio majengo ya kusave budget, kwa sababu majengo haya yatahitaji kufanya maboresho ya mara kwa mara kadri namna ambavyo itakuwa imeathirika nyumba yako, kwa sababu kadri mvua zinazozidi kunyesha lazima jengo lako liathirike, hasa kwa upande wa juu wa ukuta wa nje ambao unakutana na maji, lakini pia ukuta wa juu wa ndani ambao nao pia unakutana na maji. Vile vile kuta zake zinakuwa rahisi kuathirika kwa sababu zinakutana na maji ya moja kwa moja kutokea juu. Kwa hiyo muda mwingine unaweza kuwa umeweka protector lakini ikakutengenezea namna ya muonekano wa michirizi. Kwa hiyo hizi ni nyumba za gharama kubwa. Ndio, naomba nisikike nikisema hivi, na sio kwa bahati mbaya na kwamba nimekosea. Hapana, niko serious na ninamaanisha kwamba nyumba hizi ni nyumba za gharama kubwa sana, lakini unaweza kuifanya kuwa ya gharama ndogo. Kwa mfano, kwenye hidden roof unatakiwa kuhakikisha kwamba jengo lako halitakuwa na mambo mengi wakati wa kupaua jengo hilo, kwa sababu kama ukitengeneza mambo mengi upande wa juu utafanya nyumba yako iwe na sababu nyingi za kuvuja. Kumbuka maji yanabomoa daraja ambalo linajengwa kwa zege iliyokamilika, zege ya maana kweli kweli. Sasa jaribu kufikiria maji hayo ambayo yanabomoa daraja, wewe unayazuia kwa simenti mifuko 10, simenti mifuko 20. Unaona ni namna gani ambavyo unakuwa unacheza mchezo ambao ni kamali, of course. Kwa hiyo hakikisha juu kuna bati la moja kwa moja ambalo litamwaga maji aidha upande mmoja. Chagua upande ambao maji yatamwagika, au kama utataka bati imwagie maji ndani kwa ndani na maji yazunguke kupitia gata ambazo utakazokuwa umezitengeneza, ile mifereji, basi hakikisha inakuwa ni mifereji iliyotengenezwa kwa zege yenye ratio ya juu zaidi, ili kuweza kuhimili yale maji yasiweze kuwa yanaleta athari kwenye zege ile pale mpaka kufikia hatua ya kuvuja, kukupatia hasara ya vitu ambavyo utakavyokuwa umeviweka ndani humo. Kwa hiyo ukija kwenye ramani hii hapa, ni ramani ambayo unaweza kujenga kwa gharama nafuu sana, kwa sababu ramani hii inamwaga maji nyuma moja kwa moja, au jengo hili linamwaga maji nyuma moja kwa moja. Kwa hiyo hapa sasa hata ikitokea fundi Juma anakupaulia bati, anaweza kufanya vizuri na bado isivuje vile ambavyo ingefanyika kama mikondo ingekuwa mingi sana upande wa juu. Na muonekano wa jengo hili ni kama ambavyo unaweza kuona hapa. Maswali ni mengi sana najua unayo, lakini ninachoweza kukwambia ni kwamba yaulize au yaweke maswali yako kwenye comment section hapo, nami nitakuja kupita nayo, nitakuja kuyajibu vizuri sana. Wengi wamekuwa wanauliza gharama za ujenzi, kwamba mpaka kufikia hapo inaweza kuchukua gharama kiasi gani. Hili ni swali ambalo huwa ninalipenda sana kuliona, kwa sababu wengi najua hawafahamu, lakini huwa napenda sana kuhakikisha kwamba kila mmoja anayefuatilia Makazi Mpanda basi anajua mengi zaidi, na anakuwa expert na anakuwa balozi pia wa kuweza kuelezea wengine. Iko hivi, gharama za ujenzi huwa hazifanani, na mara nyingi huwa hatuwezi kukutajia gharama za ujenzi kwamba jengo hili litatumia kiasi kadhaa, milioni kadhaa, shilingi kadhaa, kwa sababu tunajua vitu vingi vinaweza vikabadilika wakati ambao wote kwa unajenga. Hata hizo tofali 1400 ambazo tumekutajia utazitumia kuna ujenzi wa jengo hili hapa, ni tofali ambazo zitatumika kuna ujenzi wa boma peke yake, sio kujenga mpaka msingi, kwa sababu msingi utategemeana sana na shape ya kiwanja chako, lakini pia na aina ya udongo ambao umepatikana kwenye kiwanja chako. Kwenye shape ya kiwanja kuna baadhi ya viwanja vingine vinakuwa na either upande mmoja unakuwa na mwinuko sana, mwingine unakuwa na bonde,
au kinaweza kiko flat, lakini upande mmoja una majimaji, upande mwingine hauna majimaji, upande mmoja una udongo wa finyanzi, mwingine una udongo wa kawaida. Kwa hiyo mchanganyiko huu unafanya namna ambavyo material atakavyotumika yatatumika tofauti, na unaweza ukajikuta unatumia material mengi sana kuandaa msingi ulio imara ili kuhakikisha kwamba jengo lako linakuwa vizuri. Kwa hiyo gharama yako itakuwa tofauti na yule ambaye atakayejenga msingi wa kawaida. Hilo ni swala ambalo tumelihusisha kwenye msingi. Lakini pia idadi ya cement. Mtu anauliza cement itakuwa mifuko mingapi? Ili ujue utatumia mifuko kiasi gani ya cement, unatakiwa kujua pia unatumia mchanga wa aina gani kujenga jengo lako. Ukiweza kuyajua hayo, utajua ni ratio kiasi gani itahitajika wakati wa kuchanganya mchanga wako pamoja na cement yako. Kwa hiyo unajua hili nalo ni swali ambalo usitakiwa ukijibiwa swali hili basi utakuwa unadanganya, kwa sababu hajui yote ambayo unatakiwa kuyafahamu au unatakiwa kuyazingatia. Cha kwanza, mtu anataka kutajia kwamba itachukua mifuko kadhaa ya cement ikiwa hajui wewe utatumia mchanga wa aina gani. Sawa? Lakini pia hajui mazingira ya eneo ambalo unaenda kujenga yako vipi, yani inahitaji ratio ya cement kiasi gani. Kwa hiyo vitu ni vingi sana ambavyo unatakiwa kuvijua kabla ya kuuliza itachukua kiasi gani. Sawa, cha msingi ambacho unatakiwa kukinukuu au kukizingatia ni kwamba ujue jengo litatumia tofali ngapi mpaka kukamilika, bati na mbao za kenchi. Baada ya hapo piga mahesabu, acha uvivu. Sawa, piga mahesabu yako, utajua ni kiasi gani cha ujenzi au gharama utatumia.